Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Karibu katika kurasa za habari ndani ya Rahby Digital ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Mohamed. Siku ya leo, mtoto wa mwisho wa Gaddafi aachiwa huru baada ya miaka 10 ya kuzuiliwa Lebanon. Hannibal Gaddafi, mwana wa mwisho aliyekuwa kiongozi wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi, hatimaye ameachiwa huru nchini Lebanon baada ya takribani miaka 10 ya kuzuiliwa bila kesi rasmi. Mamlaka za Lebanon zilimkamata Hannibal ambaye sasa ana umri wa miaka 49 mwaka wa 2015 kwa tuhuma za kuficha taarifa kuhusu kutoweka kwa kiongozi wa dini wa Kishia kutoka Lebanon, Musa al-Sadr, aliyepotea nchini Libya mwaka wa 1978 wakati Hannibal akiwa na umri wa miaka 2 pekee. Mashirika ya haki za binadamu yalipinga vikali mashtaka hayo yakiyataja kuwa ya kusingiziwa. Wakili wake Laurent Bayon alithibitisha kwa shirika la habari la AFP kuwa dhamana ya dola 900,000 imetolewa. Hatimaye ndoto mbaya iliyomtesa kwa miaka 10 imefika mwisho. Awali, mwezi Oktoba, mahakama ilikuwa imepanga dhamana ya dola milioni 11, lakini ilipunguzwa wiki iliyopita baada ya rufaa iliyowasilishwa na timu ya utetezi. Bayon aliongeza kuwa mteja wake ameondoka Lebanon kuelekea eneo lisilotajwa kwa usalama wake. Bayon akinukuu, ukweli kwamba Gaddafi alishikiliwa kiholela kwa miaka 10 inayoonyesha jinsi mfumo wa haki wa Lebanon ilivyokuwa ukikosa uhuru. Mwaka 2015, kabla ya kukamatwa rasmi na mamlaka, Hannibal alitekwa kwa muda mfupi na kundi la wanamgambo nchini Lebanon kisha kuachiliwa. Baada ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyosababisha kuuawa kwa baba yake, alikimbilia Syria na baadaye akaishia chini ya uangalizi wa serikali ya Oman pamoja na mkewe Aline Skaf. Kabla ya kuanguka kwa utawala wa baba yake, Hannibal alikuwa anajulikana kwa maisha ya kifahari. Hata hivyo, kutoweka kwa Sheikh Musa al-Sadr miaka mingi iliyopita kumeendelea kuwa chanzo cha mvutano wa kidiplomasia kati ya Lebanon na Libya. Ni muhimu kukumbuka kuwa wakati tukio hilo lilipotokea, Hannibal alikuwa bado mtoto mdogo na hakuwahi kushika wadhifa wowote wa kisiasa au kijeshi nchini Libya alipokuwa mtu mzima. Kwingineko, kimbunga kuu cha Fungwong chaua watu 6 na kusababisha uharibifu mkubwa nchini Ufilipino. Watu wasiopungua 6 wamepoteza maisha baada ya kimbunga kikubwa cha Fungwong kupiga Ufilipino, zikiwa ni siku chache tu tangu dhoruba nyingine iliposababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Kimbunga hicho, kilichojulikana pia kwa jina la Uwan nchini humo, kimesababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo vingi na kukatiza umeme katika maeneo kadhaa. Kabla ya kuingia nchini humo, zaidi ya watu milioni 1.4 walihamishwa kwa tahadhari. Baada ya kupungua nguvu, dhoruba hiyo sasa inaelekea Taiwan ambako zaidi ya watu 30,000 tayari wamehama makazi yao. Fungwong ni kimbunga cha 21 kilichokumba Ufilipino mwaka huu, wakati ambapo wakazi wengi bado wanahangaika kujikwamua kutokana na majanga ya awali. Kiliingia katika jimbo la Aurora, kisiwa cha Luzon, usiku wa Jumapili kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 185 kwa saa na vipindi vya upepo mkali uliofikia kilomita 230 kwa saa. Mamlaka ya hali ya hewa ya taifa hilo yalikuwa tayari yameonya kuhusu upepo hatari na mawimbi makubwa ya baharini yanayoweza kuhatarisha maisha. Katika jiji la Cabanatuan, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi, wakazi walionekana wakikimbizana kuokoa mali zao na wanyama wa kufugwa huku maji yakizidi kupanda. Ingawa nguvu ya upepo ya Fungwong haikulingana na vimbunga vikubwa vilivyowahi kuipiga Ufilipino hapo awali, mvua iliyonyesha ilikuwa kubwa kiasi cha kuharibu au kubomoa takriban nyumba 4,100.
Masidita Ardiano, mkazi wa Cabanatuan, alisema kuwa yeye na familia yake walikuwa wamekata miti karibu na nyumba yao wiki iliyopita ili kujiandaa. Walipokumbwa na upepo na mvua mkali, familia ya watu 10 ilijifungia kwenye chumba kimoja wakisali usiku kucha, lakini sehemu ya paa lao iling'olewa na upepo. Ingawa viwango vya maji vilianza kupungua Jumanne asubuhi, maeneo mengi bado yamefunikwa na maji. Tukio hilo linatokea muda mfupi tu baada ya kimbunga Kalmaegi kuharibu eneo hilo, na mwezi Septemba kulitokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika jimbo la Cebu. Shirika la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu limesema mfululizo huu wa majanga si wa kawaida, likionya kuwa ni ishara ya hatari kubwa ya hali ya hewa na mtetemeko inayoongezeka katika mataifa yaliyo hatarini. Wakinukuu, tunatoa wito wa msaada wa dharura ili kuokoa maisha, kuongeza juhudi za misaada na kusaidia taifa hilo kurejea katika hali ya kawaida. Taarifa nyinginezo ni kuwa Syria kurudisha uhusiano na Marekani. Syria imekubali kujiunga na muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State IS, hatua ambayo inachukuliwa kama mabadiliko makubwa katika siasa za kigeni za Marekani katika Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo imetolewa na afisa mwandamizi wa serikali ya Rais Donald Trump baada ya kikao cha kihistoria kati ya Trump na Rais wa Syria Ahmed al-Shara kilichofanyika ikulu ya White House, tukio la kwanza la aina yake kwa kiongozi wa Syria kutembelea Marekani. Akizungumza kwa mahojiano na kituo cha Fox News, Rais al-Shara alisema ziara hiyo ni mwanzo wa enzi mpya ya ushirikiano kati ya Syria na Marekani. Trump naye alionyesha kumuunga mkono kiongozi huyo ambaye hadi hivi karibuni alikuwa ametajwa na serikali ya Marekani kama gaidi. Kwa kujiunga kwake, Syria imekuwa nchi ya 90 ndani ya muungano wa kimataifa unaolenga kuondoa kabisa athari za kundi la Islamic State na kudhibitisha mtiririko wa wapiganaji wa kigeni kuelekea Mashariki ya Kati. Baada ya mazungumzo hayo, maafisa wa Marekani walithibitisha kuwa wizara za hazina, mambo ya nje na biashara zitachukua hatua za kulegeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Syria na kutoa mwongozo kwa wawekezaji wanaotaka kufanya biashara nchini humo. Aidha, serikali ya Trump imesitisha kwa siku 180 utekelezaji wa sheria ya Syria iliyokuwa ikiweka vikwazo kwa serikali ya zamani ya Syria tangu mwaka wa 2019. Akizungumza na mwandishi wa habari Ikulu, Trump alisema, tunataka kuona Syria ikipiga hatua na kuwa taifa lenye mafanikio, na naamini huyu kiongozi ana uwezo wa kulifanya hilo. Tangu mwaka wa 2012, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Syria ulikuwa umesimama, lakini sasa Marekani itairuhusu Syria kufungua tena ubalozi wake mjini Washington. Kikao hiki kimekuwa cha 3 kati ya viongozi hao wawili baada ya mazungumzo ya awali yaliyofanyika Mei wakati mkutano wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba na chakula cha jioni kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba. Ziara ya al-Shara imeonekana kama hatua ya ajabu ya kubadilika kwa mtu aliyewahi kuongoza kundi lenye msimamo mikali. Zamani alikuwa kiongozi wa tawi la Al-Qaeda kabla ya kujitenga, na hata mwaka huu alikuwa akiongoza kundi la Hayat Tahrir al-Sham lililotajwa na Marekani kama shirika la kigaidi hadi miezi 4 iliyopita, huku kukiwa na zawadi ya dola milioni 10 kwa atakayemkamata. Hata hivyo, wiki iliyopita idara ya hazina ya Marekani ilimfuta rasmi katika orodha ya magaidi wa kimataifa. Tangu ashike uongozi wa muda wa Syria, al-Shara amekuwa akijitahidi kujenga upya taswira yake na taifa lake lililoharibiwa na vita vya zaidi ya miaka 13. Trump alinukuu, amepitia maisha magumu, lakini naamini mara nyingi ni wale wanaopitia hali ngumu ndio wana nafasi ya kweli ya kuleta mabadiliko. Al-Shara alieleza kuwa mazungumzo yao hayakuhusu historia yake, bali yalilenga mustakabali wa Syria kama mshirika wa kisiasa na kiuchumi wa Marekani. Pamoja na hayo, uongozi wake umekumbwa na tuhuma za mauaji ya wanajamii wa Alawite na mapigano kati ya makundi ya Sunni Bedouin na wanamgambo wa Druze. Amekiri kuwa atachukua hatua dhidi ya askari wake waliokiuka haki za binadamu. Trump kwa upande wake ameendelea kumtetea, akimtaja kama kijana mwenye mvuto na anayepambana kwa bidii.
Mwezi Juni alitia saini amri ya kuondoa vikwazo dhidi ya Syria, hatua ambayo White House ilisema inalenga kusaidia taifa hilo kurejea katika amani na utulivu. Serikali ya Marekani imesisitiza kuwa itaendelea kufuatilia hatua za serikali mpya ya Syria, ikiwemo juhudi za kurejesha uhusiano na Israel na kupambana na makundi ya kigaidi yaliyosalia nchini humo. Kufikia hapo ndio tamati ya matangazo yetu, ukiwa nami mtangazaji wako Haifa Muhammad. Hadi wakati mwingine, asante. Rahby Digital, haki na ukweli.